Siku ya leo tumeweza kumwona yule ambaye ni mbunge wa bunge la Afrika Mashariki ambaye ni Winnie Odinga sasa akisimama na mrengo wa Oburu Oginga ambaye ndiye kinara wa chama cha ODM. Hebu tumsikilize alichokisema. Ati wananikaribisha nyumbani. Ati wananikaribisha. Nilienda wapi bana? Utawasemea labda wanafikiri nilienda Arusha. Hiyo ni kazi tu. Hiyo ni mambo ya yala. Naam, nije kwako Danstan. Naam. Huyu ni Winnie Odinga, bintiye hayati Raila Odinga. Anasema kwamba wananikaribisha wapi na nilienda wapi. Tulimwona akiwa katika upande wa Sifuna na sasa mambo yamerejea, yameenda sivyo. Labda tukizungumzia swala hili ambalo ni la siasa za mirengo, hatua hii unaionaje kama mchambuzi wa masuala ya kisiasa? Nadhani hatua hii ina mvuto ama msukumo wa rais. Ndiyo. Kwa maana kuna jukumu ama rais ana mpendeleo wa kuona kwamba kile chama cha ODM kinastawika na familia ya hayati mzee Raila Odinga wanaweza kukua pamoja. Ukiona jinsi alivyomteua mama Ida kuwa balozi kule kwenye UNEP, ukiona jinsi anavyofanya kwa karibu sana na mama na mzee Oburu Odinga kama party leader kinara wa chama cha ODM, unaona pale mbeleni dada yetu na ambaye ni mwanasiasa mbuji kabisa aliweza kukua ana msukuma mwegemeo katika ule upande wa Sifuna. Ndiyo. Lakini hakuweza kutoka kwa wingi ama kwa ukubwa, kwa ukamilifu. Ndiyo. Na uliposikia kwamba yule anayeitwa kinara wa ODM pale Nairobi, Bwana Aladwa, akiweza kusema angependelea Winnie akuwe delegates kisha akuwe nominee wao kama naibu wa mwenye chama wa party leader wa chama cha ODM. Kuna mpango fulani, lakini mpango ule ni katika lugha ya Kinyatura ni consolidate ODM iwe chama dhabiti, hasa kwa familia na sehemu ya Luo Nyanza ama Nyanza ambayo ni Wajaluo, ndio waweze kumpatia Raila heshima hata akiwa hayati, na pia kuhakikisha chama cha ODM kinafanya kazi kwa pamoja. Lakini unapoangazia falsafa ya Winnie, ndio hana mwegemeo hasa upande huo. Ukiona maongezi yake hapo mwanzoni, zile matamshi yake yanakadiria kwamba ana uhusiano wa karibu kimawazo na kifilosofia na kifalsafa upande wa kina Sifuna. Lakini kwa minajili ya kisiasa na minajili ya familia lazima akuwe nyumbani. Na jambo la pili, ukiona pia wakisema kwamba wangependelea yeye akuwe naibu wa kinara wa chama cha ODM, kwangu naona kama ni mchezo kidogo, kwa sababu haitawezekana kwamba Oburu ndiyo kinara mkuu na naibu wa kinara atakuwa wanne. Sasa naibu kinara wanne haileti picha nzuri ya kitaifa. Ndiyo. Kwa sababu ukiangalia kuna naibu wa kinara kutoka sehemu ya Kisii, Bwana Arati Busia. Kuna naibu wa kinara kutoka maeneo ya magharibi, Bwana Osoti. So nikiangalia kuna mshike mahali wa kisiasa ambao nadhani pengine naweza kuwa mimi si nabii, lakini pengine wanaandaa wananchi wa Kenya ama wafuasi wao kwa kumtoa Oburu kama mwenyekiti, kama kinara wa chama. Ndio waweze kuwa na mtu mwingine pale katikati ambaye ataweza kushughulikia yale maslahi ama mawazo ama taswira ya vijana wengine, lakini mwishowe wana njama kwangu mie ya kumtoa Oburu kama kinara wa chama na kuleta pengine mtu mwingine ambaye azaleta umoja wa chama pamoja. Shukran sana Danstan. Moses, swala hili la Winnie Odinga limetajwa kwamba ni sauti ya vijana katika chama cha ODM. Ikumbuke kwamba saizi kuna swala la vijana katika siasa.